Lakini kwetu kama Afrika Mashariki, lakini kama wachambuzi, nadhani uchaguzi huu ni muhimu sana kwa sababu Kongo ni kitovu cha kiuchumi katika Afrika Mashariki, ina idadi kubwa sana ya watu, lakini ni nchi ambayo ina rasilimali nyingi, lakini ni nchi ya kimkakati. Sasa kupatikana kwa kiongozi ambaye atakuwa ni thabiti na ambaye anatokana na maamuzi ya makundi yote ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaweza ikawa sababu ya kuleta uthabiti wa kiusalama katika taifa hilo. Na kwa kweli kama ambavyo usalama imekuwa ni changamoto katika nchi hiyo, patahitajika kwa kweli kiongozi ambaye anakubalika na makundi yote. Sidhani kama atakuwa ni Felix Tshisekedi, kama atakuwa Moise Katumbi, kama atakuwa Martin Fayulu miongoni mwa orodha nyingine, lakini yule ambaye atakubaliwa na wakongomani wote na ataonesha kwa namna gani anaweza kukabiliana na tishio la usalama, atawaunganisha wa Kongo, ataboresha maisha yao, lakini hata kupambana na makundi ya waasi kama M23 ambao wamekuwa wakisumbua taifa hilo. Huyu ndiye ambaye naona kama wa Kongo watampigia kura. Na kwa kweli kama sisi tunadhani kwamba Kongo ni muhimu sana kwamba uchaguzi hii upite kiwa salama, kwa sababu huyu ni mwanachama wa Afrika Mashariki, lakini Kongo kuimarika kwake na uthabiti wake ni uthabiti wa Afrika Mashariki. Whether ukawa amani, ukiwa amani tunashukuru, lakini kama ukiwa ni uchaguzi ambao utakosa kuwa na amani, sisi kama Watanzania tunapata athari kubwa, kwa sababu kwanza tunapata wakimbizi ambao zilikuwa sio tarajio letu, lakini pia tumekuja kufahamu katika kipindi chote, kipindi ambacho vita inakuwa inaendelea Kongo baada au wakati wa uchaguzi, ni kwamba kuna silaha nyingi zinatoka Kongo na zinakuja Tanzania, na hivyo zinakuja kufanya uharibifu, wizi wa mifugo, wizi au utekaji nyara wa magari ambayo yapo nchini kwetu Tanzania. Hatuna faida yoyote tunayoipata kutokana na vurugu inapotokea hapo Kongo, isipokuwa tunapata athari, na athari tunazozipata ni athari ya kupata wakimbizi wengi, majangili, kutokana na kukimbia maisha kule kwao kuwa magumu. Kwa hiyo ndio athari tunayoipata sisi, na kusababisha vile vile njaa kwa nchi ya Tanzania, kwa sababu watakimbilia kujaribu kupata riziki na nini na nini. Hilo ni tatizo kwa Wakongo wenyewe, na watu ambao wanaweza wakamaliza hili tatizo ni Wakongomani wenyewe na sio mtu mwingine kutoka nje hapa.